Meli nne za mafuta zenye bendera ya Iran zimevuka mlango wa bahari wa Hormuz kwa mara ya kwanza tangu Aprili 15 mwaka 2026, hatua inayochukuliwa kama jaribio jipya la Tehran kuendeleza biashara yake ya mafuta licha ya mashinikizo makubwa ya kimataifa na hatua za Marekani za kuzuia mauzo ya mafuta ya taifa hilo. Kwa mujibu wa kampuni ya kimataifa ya ufuatiliaji wa shughuli za usafirishaji wa baharini Kepler, meli hizo zilivuka njia hiyo muhimu siku ya Jumatatu zikiwa zimebeba jumla ya mapipa milioni 7 ya mafuta ghafi ya Iran, jambo ambalo limezua mjadala mpya kuhusu uwezekano wa Iran kuendelea na usafirishaji wa mafuta licha ya vikwazo vinavyoendelea. Taarifa iliyotolewa jana Alhamisi Juni 4 mwaka 2026 ilibainisha kuwa meli hizo ni Hilda 1, Amber, Sylvia 1 na Happiness 1. Meli zote zilikuwa zimepakia mafuta hayo katikati ya mwezi Aprili kutoka kisiwa cha Hag, kituo kikubwa zaidi cha mafuta nchini Iran ambacho kinachukuliwa kuwa uti wa mgongo wa sekta ya mafuta ya taifa hilo. Takriban 90% ya mafuta yote ya ghafi ya Iran hupitia katika eneo hilo kabla ya kuelekezwa kwenye masoko ya kimataifa. Kuvuka kwa meli hizo kunakuja katika wakati wa mvutano mkubwa kati ya Iran na Marekani, huku Washington ikiendelea kuongeza mashinikizo ya kiuchumi dhidi ya Iran kwa lengo la kudhibiti mapato yanayotokana na sekta ya mafuta ambayo ndio chanzo kikubwa cha fedha kwa serikali ya Iran. Marekani imekuwa ikitumia Iran kwa kutumia mapato hayo kufadhili shughuli za kijeshi pamoja na makundi yenye ushawishi katika eneo la Mashariki ya Kati, madai ambayo Tehran imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Kilichovutia zaidi katika safari ya meli hizo ni kwamba zilivuka mlango wa Hormuz huku mfumo wa utambuzi ukiwa umezimwa. Mfumo huo wa utambuzi kwa kawaida hutumika kutuma taarifa za moja kwa moja kuhusu eneo la meli, kasi yake, mwelekeo na taarifa nyingine muhimu kwa mamlaka za baharini pamoja na mifumo ya kimataifa ya usalama wa usafirishaji wa majini. Kuzima mfumo huo mara nyingi huonekana kama mbinu ya kuficha harakati za meli ili kupunguza uwezekano wa kufuatiliwa na mamlaka zinazotekeleza vikwazo. Licha ya hatua hiyo ya kuzima vifaa vya ufuatiliaji, kampuni ya Kepler ilisema iliweza kubaini safari ya meli hizo kwa kutumia picha za satellite pamoja na mifumo mingine ya kisasa ya uchunguzi baharini. Teknolojia hiyo imekuwa muhimu sana katika miaka ya hivi karibuni, hasa kwa ufuatiliaji wa biashara ya mafuta kutoka nchi zilizo chini ya vikwazo kama Iran, Urusi na ilivyokuwa Venezuela. Kwa kawaida meli zinazobeba mafuta ya Irani hufuata njia maalum inayolenga kuficha chanzo halisi cha mafuta hayo kabla hajafika kwa mnunuzi wa mwisho. Baada ya kuvuka mlango wa Hormuz, meli nyingi huenda katika maeneo ya bahari karibu na pwani ya Malaysia na Singapore ambako hufanyika operesheni inayojulikana kama ship to ship transfer. Katika utaratibu huo, mafuta huhamishwa kutoka meli moja kwenda meli nyingine katikati ya bahari bila kuingia bandarini rasmi. Mbinu hiyo imekuwa moja ya silaha kuu za Iran katika kukwepa vikwazo vya kimataifa. Kupitia njia hiyo, mafuta yanaweza kubadilishiwa nyaraka, kubadilishiwa jina la meli au kufichwa asili yake kabla ya kuuzwa kwa ununuzi wa mwisho. Mara nyingi mafuta hayo huishia katika masoko ya Asia, huku China ikitajwa kuwa mmoja wa wanunuzi wakubwa wa mafuta ya Iran licha ya mashinikizo kutoka Marekani. Ripoti za ufuatiliaji wa biashara ya mafuta zimeonyesha kuwa China imeendelea kununua mafuta kutoka Iran kwa njia zisizo za moja kwa moja, mara nyingi kupitia wafanyabiashara binafsi na kampuni ndogo ambazo hazihusiani moja kwa moja na taasisi kubwa za kifedha za kimataifa. Hii imeifanya Iran kuendelea kupata mapato muhimu licha ya vikwazo vikali vya kiuchumi. Kuvuka kwa meli hizo nne pia kunaonekana kama ishara ya kuongezeka kwa ujasiri wa Iran katika kukabiliana na kile inachokiita kuwa ni vita ya kiuchumi vinavyoongozwa na Marekani. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa haitasitisha mauzo yake ya mafuta na kwamba itaendelea kutafuta mbinu mbadala za kupeleka bidhaa zake kwenye masoko ya dunia. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa usalama wa kimataifa wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza mvutano katika mlango wa Hormuz, eneo ambalo tayari limekuwa kitovu cha migogoro ya kijeshi na kisiasa kwa miaka mingi.
Njia hiyo ya maji ni muhimu sana kwa uchumi wa dunia, kwani sehemu kubwa ya mafuta yanayotoka Mashariki ya Kati hupitia hapo kabla ya kusafirishwa kwenda Asia, Ulaya na Marekani. Kila siku mamilioni ya mapipa ya mafuta hupita katika mlango huo kila siku, jambo linalofanya kwa moja njia muhimu zaidi za biashara ya nishati duniani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.